Yaani wewe hapo tu ndo waga unanikosha. Na nimekuelewa kwa sababu tu nimempenda. Singekuwa hivyo, mbona pangechimbika hapa? Kwa nini nisamee kiukweli kweli? Nimekusamea. Rex mpenzi wangu niambia. Nakuja sasa hivi mama, nakuja sasa hivi. Ndugu zangu, sasa mimi naombeni niwaache. Naombeni niwaage mimi na kipengele changu. Kwa hiyo hakuna kesi tena. So nenda wapi baba? Ndugu yangu tutaongea. Zitaita. Chazi. Tasiliana. Haya poa. Kwa hiyo kifuatacho Mbuzi, vipi? Mbona mabegi ni mchana wote? Unasafiri au? Kuna mtoto alijinasa, nikataka kumnasua, ila dakika ya mwisho nikajiona kama mimi ndo nimenasuka hivi. Kwa hiyo nimemfinya na mzigo nimechukua, ila maisha ya kweli nimeonafezea kutokana na nini? Mzigo wenyewe kumbe nilochukua mwanangu nguo tu. Yaani nguo tu mwanangu ndo zimejaa. Ni kweli sila kama mimi nunda kama mimi kule mimi nachukua tu nguo tu mwanangu sikangani. Yaani naona nimejambia mfuko kumbe nimeutoboa, yaani harufu tu. Wakati wa ujana ni wakati sahihi wa kuchagua. Uzeeni uishi vipi? Uishi ukiwa na wazee wenzio, mkicheza bao, mkibishana Simba na Yanga, au uishi ofisini ukichezea kompyuta, huku ukipokea simu za mabosi wenzio. Uizi hauna faida, wala uizi sio kazi, wala hauwezi kukupa heshima yoyote katika jamii. Sikiliza mwanangu. Mimi naona kama nanchazia ujue maisha ya kiuni ujue. Hiyo mada ya wizi umekujaje mshikaji wangu uliona chalazia afu. Wewe vipi mjomba wangu? Mbona kama hivyo sasa unaniletea ugosi wako unaniletea mimi sasa mwanangu. Au vipi? Unajilesi au vipi? Siende lonke ujue maisha ya kiuni ujue. Afu mimi mpambanaji ujue. Afu endelea kuchukulia poa hivyo afu endelea kuishi kigosi hivyo mjomba wangu mimi nazidi kusebeza angalia ninaposhine afu mimi ndo sela sasa. Afu napendeza. Yaani baby, nina furaha. Unajua furaha? Nina furaha. Ile shida ilianzia. Nina furaha hiyo shida nikueleze vipi mpenzi wangu. Hebu angalia kwanza. Mambo mazuri. Take it. Nilikwambia uvumilie. Mambo mazuri yanahitaji hata imuone hiyo. Yaani kufika kesho unahitaji frame ikaipima na mzigo ukachukuliwa. Yaani hatuna muda wa kuchelewesha. Yaani kiukweli ndio sikutegemea kabisa. Yaani sikutegemea kumaliza kawa na kiasi. Yeye ndio
zangu mimi sikuja na mimi kuepuka. Na namshukuru Mungu kwa maana zangu zimejitimiza. Yaani hiyo ni furaha yangu kubwa sana. Usijali. Ndio maana nikwambia uvumilie, haya mambo yanazungumzika. Na sasa hivi nimeongea na wewe. Kwa hata vile vidogo vidogo rahisi kuvipata. Kwa hiyo usijali mpenzi wangu. Mimi nipo kwa ajili yako. Sinishakwambia. Afu mchumba wewe kuja hadi huko. Kwa umekuja kwenye utaalamu au vipi? Umekuja kuniletea noma, umekuja na wagosi, ujeja na wagosi, ujeja na nani, afu unajiamini unakuja kwenye utaalamu. Baadaye mimi nakuletea noma kwenye utaalamu. Kwa hiyo sio umekuja kwenye utaalamu, nakuletea noma poa tu. Sikiliza mbuzi. Mbuzi. Mambo gani unataka kuletea hapa? Ushaanza ulokole mjomba wangu, nini sasa maisha gani? Mbuzi. Unataka kumpiga wewe, huyu unamjua wewe? Vitu vingine wewe unauliza. Huyu dada yake Sani. Huyu jamaa tuliyempokea juzi kati hapa. Ndio dada yake huyu. Kumbe dada yetu au vipi? Kwenye maisha yake nimetafezea. Ila poa. Yashapita. Sikia sada mtu. Maisha mengine tunapiga nyonda au sio? Yanapita vitu vidogo hivi. Maisha mengine tunapiga nyonda ujue. Na anapita. Hivi vitu vidogo ujue. Haina noma, haina nini, shikwashi au vipi? Bali mimi vitu vyako ninakuzingatia afu ile poa. Tena uweze jua mshikaji wangu. Mbona imani? Wangepata agosi. Isingerudi. Dakika mwisho mimi familia ndio bado narudisha. Afu uweze jua. Bwana nilipochukua mimi kuliko huko mbele angeenda huko angechukua na nani mwanangu. Hii hapa dada kwenda dada yetu haina unyonge haina nini shikwashi. Acha mapepe da mtu nini sana chagani. Leo wewe chukua tena mimi. Mtambozi la kunusa bebe la taifa da mtu ni kama kaka yako sana. Ila ukipenda niite mwila nipige mabomu. Yaani sijui ni furaha gani ambayo uko nayo katika nafsi yako. Lakini naomba nikwambie kitu kimoja. Kama umeweza kusubutu kunifanyia hichi kitu ambacho leo hii kinakupa faraja. Mimi naomba nikwambie kitu kimoja. Sidhani kama kuna siku hata moja itakutokea mimi kusaliti. Sidhani kama kuna siku itatokea mimi kuonyesha moyo wangu kwa mtu mwingine yoyote. Mimi nakuahidi kwamba nitakupenda, nitakujali na nitakuthamini. Na siku zote za maisha yako, macho yangu yatamani kuangalia wewe tu. Sitamani kuona kiumbe chochote kile katika macho yangu. La kiumbe ambacho nachopenda wewe. Nakupenda wewe. Nakupenda pia. Na pia mwenyewe ulikuwa na mpenzi wangu. Unajua mambo sasa yashakaa sawa. Mimi nilikuwa nahitaji tupate mtoto hata mmoja kwa sababu uko kwa ajili yako. Nahitaji nikuzalie baby. Baby. Hayo mambo yanazungumza. Lakini sidhani kama ni mahali pake hapo kuzungumza. Kwa hiyo mimi nadhani tu siku zipo tufanye kwanza mambo ya biashara, kila kitu kitaenda sawa. Sawa. Kiukweli uwepo wako
katika hii nyumba umefanya nisikie tofauti sana. Na kingine, namshukuru sana Mungu kwa kuniletea zawadi. Hala usijali. Yaani mpaka sasa hivi mimi niko kwa sababu nakupenda na nimekuelewa sana. Nina imani nitapata vitu vingi sana kutoka kwako, vizuri vitakavyonifurahisha. Yaani nina imani kabisa nitaenjoy zaidi kuliko hata sasa hivi. Na kingine, umefanya niwe na amani sana, kwa sababu nimeishi muda mrefu sana ndani bila amani. Lakini uwepo wako umefanya niwe na amani tena. Na hisi amani itakuwepo zaidi na zaidi na zaidi. Cha kwanza ni kuiwe radhi. Asante kwa kuacha shughuli zako na kuja kunisikiliza. Mimi nafahamu fika, unafahamu mimi sipendagi mazingira katika maisha yangu ya kupita pita kona kona, kwa sababu mpaka sasa hivi akili yangu inaweza kupagana na kuchanganyikiwa juu ya rafiki yako Sani. Sawa. Sani fika, anajua kabisa kuwa mimi na Kendi yani ni watu ambao ni kama maji na moto. Sawa, kwa sababu mimi sipendi ile lana ile kwa ile familia nirudie na mimi tena. Lakini Sani anahitaji mimi nimsaidie Kendi. Sasa sielewi hapa katikati kuna kitu gani ambacho kinachozunguka, ama kuna kitu ambacho kinachoendelea ambacho mimi sikijui. Haya ni maisha. Kwa nikaona nikuite rafiki yake, labda kuna kitu ambacho ashakukudokeza ambao wewe kibinadamu unaweza kuniambia kama kinaweza kaa kizuri ama ni kibaya kwangu. Jabe, yani mimi kitu ambacho wewe uelewi basi na mimi sielewi. Yani sielewi kitu chochote. Ninachokumbuka tu Sani alikuja na huyo ndugu yenu mnayomuita Kendi. Alikuja naye pale dukani. Na yule dada mimi nilikuwa namfahamu na nilikuwa sijui kwamba Sani ni ndugu yako wala ni ndugu yake yeye. Unaona? Akaja na kunitambulisha kwamba yeye ni ndugu yake na anahitaji kumsaidia. Nikasema, wewe utaweza vipi kumsaidia huyu dada? Ndugu zake, marafiki zake, mashoga zake wameshindwa kumsaidia. Wewe utaweza vipi? Akasema, bwana, mimi hili swala nalibeba bega kwa bega, mguu kwa mguu, namsaidia. Baba, Chazi. Baba, jana nimeenjoy. Yaani katika siku ambazo mimi nilijiona mwanaume, aisee, jana nilijiona mwanaume. Yaani nahisi kabisa yule mwanamke uliyeniletea katoroka mbinguni kwa ajili yangu. Unajua yule mwanamke ni mtamu hivi. Ana vitu fulani hivi, sijui vya Kihindi, sijui vya Kipemba. Wewe ndugu yangu ushaanza kuchanganyikiwa. Yaani ndio kwanza tu umeonja mtoto wa asali. Bado hujaonja asali yenyewe. Wewe siku kuja kuonja hiyo asali unadhani itakuwaje? Yaani hicho kitu kidogo tu kimekuchanganya mwenyewe, yaani unaongea, unajimaliza. Niulize mimi kaka. Hakuna sehemu ambayo mimi sijaona. Hakuna sehemu ambayo mimi sijaenda. Na hakuna mkoa ambao mimi sijakanyaga, Nairobi, wapi, kote nishakanyaga, nishapiga kote huko nimemaliza. Mpaka sasa hivi nimeamua kutulia kwa maana nimeona kwamba havina maana sana hivyo vitu. Mimi sasa hivi naangalia pesa. Yaani mimi ukija kwangu uwe na hela. Kama una hela kaa mbali na mimi. Sasa hivi ni mwendo wa kubadilika tu. Sihitaji mtu ambaye hana support yote kwenye maisha yangu. Lakini yeye kwa kuangalia unavyoona sana ana akili timamu. Ni rafiki yako.
Yaani kwa kumwangalia kwa mtazamo tu wa kawaida. Kwa sababu unajua kama mtu anaamua, wakubwa wenyewe wanaamua kujiepusha na ile swala ambalo ni tatizo, yeye anahitaji kulikumbatia. Alafu sasa kwenye kulikumbatia ananihusisha na mimi. Ana akili timamu. Kwa sababu nyewe ndo mnashinda vijueni. Sawa, mara nyingi mnakuepo pamoja. Na sijui Kendi amemfanya nini Sani mpaka anahitaji mimi nimsaidie. Sijui. Kwa sababu ni familia ambayo ishakuwa ina laana. Familia isiyoeleweka. Jabi, mimi labda nikwambie swala moja. Yaani wewe ukiamua kumsaidia yule dada, ni wewe na moyo wako. Ni wewe na imani yako. Mimi sitohusika kwa kitu chochote. Sijui unanielewa? Kwa kitu chochote. Hata kipande cha mawazo yangu sitahusika nacho. Ni wewe ukiamua kumsaidia, ni wewe. Kwa sababu mtu ananuka Jabi. Ndugu zake wenyewe wameshindwa kumsaidia, nyinyi wakina nani? Okay. Mimi nitamsaidia kumwelekeza kwa mganga. Ili tuachane na haya maisha yetu sisi kwanza. Kwa sababu lengo ni kumsaidia na sio kukaa naye pamoja. Asante sana. Sawa. Hilo ni jukumu lenu nyinyi wana ndugu. Kwa sababu hata hivyo chama langu linacheza bwana. Ngoja niende uwanjani. Bibi tu tata. Haina shida. Poa. Unajua mwanamke sijui atamchukia sayari gani? Yaani hata yale matumizi ambayo alipanga kunipa, kaka mimi nataka niagailishe. Anipatie mapenzi tu. Kadobe, wewe kitanda kishaanza kukuchanganya. Asa nisikilize. Ishi kubwa unatakiwa kuwa tu makini kwa huyu mwanamke wako ambaye anaenukanuka. Kaka, usipokuwa makini kwa sababu ya huyu mwanamke wako, sidhani kwamba katika maisha yako kuna kitu chochote kitaenda vizuri. Mimi nishakugea muongozo. Na muongozo ambao nimekupa ni unatakiwa kufuata na unatakiwa kuwa na akili timamu. Na ili ufanikiwe katika maisha yako, ni wewe jinsi utakavyo react katika maisha yako. Nimekupa mchongo. Yule mwanamke wako hakikisha vile kama uliweza kumtoa nje na kumpiga, basi jaribu kwamba asirudi tena katika maisha yako. Kiukweli kaka, mimi kwa yule mwanamke nishakata kamba. Na hata akisubutu kusogeza mguu wake nyumbani kwangu, kiukweli kitu ambacho nitamfanya hata wewe hautakuja kuamini. Nitamfanya kitu kibaya. Mimi sasa hivi nataka nafasi nijiachie na mtu wangu. Ndugu yangu, mimi naweza nikasema kwamba Mwenyezi Mungu mimi amenipendelea. Yaani kwanza amenipa bahati ambayo hata mimi mwenyewe najiuliza ni bahati gani ambayo Mungu amenipa. Kaka, sasa hivi tutakuwa tukutani tena sehemu hizi. Sasa hivi lazima tukutane ofisini. Sasa hivi ndugu yangu, na mimi nina duka. Sasa hivi ukija unachagua pamba yoyote unayotaka, chochote kile. Ni mwendo wa kupendeza tu sasa hivi. Kumbe nikipiga simu chap nikinyanya simu nikija pale ma bling kupendeza nini fresh. Simu moja tu kaka, yani simu moja tu. Wewe. Tuye kidogo ndugu yangu. Unajua hicho kitu kama ulichokifanya, umekifanya kitu kizuri sana. Kwa sababu sasa hivi mizululu haitakuepo, unatulia ofisini, unatulia na mambo yako, simu yako kubwa, umetulia, oda zinaenda. Kendi. Nipo hapa kwa sababu yako juu. Na kwa sababu ya Sana ameniomba nije hapa. Sawa. Sasa kama unahitaji njoo na kama unahitaji nenda. Sasa unamnunia nani? Unavimba ili iweje? Hebu sikiza nikwambie kitu kimoja. Nimekuita hapa kwa lengo hili. Ni kwa lengo moja tu. Sawa. Na lengo nilokuita mimi hapa. Kwanza unapaswa uyasahau yale ya nyuma. Si unaelewa? Unapaswa uyasahau yale mambo yote ya nyuma.
mimi ni kaka yako, na kama si Sani kuniaminisha kuwa ana uwezo wa kukusaidia, basi mimi nisingelikuwa hapa. Si unanielewa Kendi? Baada ya kumtaja kaka Sani ndio maana na mimi nikasogea hapa nikusikilize. La sivyo ningeondoka kwa sababu najua hatukuwahi kuelewana. Ila kama ulivyosema kwamba tusahau ya nyuma, na mimi nimeyasahau. Nikushukuru tu kwamba umeamua kutenga muda wako na kuja kunisaidia. Sani. Sawa, okay. Ni hivi. Mimi nitakusaidia. Na kukusaidia kwangu mimi sio kwamba nitaenda na wewe ama nitakupeleka, hapana. Nitakusaidia kwa kukuelekeza ili uende ukapokee tiba yako. Na huko unapoenda uende kwa lengo hilo moja tu. Jua hayo matatizo ulokuwa nayo. Maana sasa hivi imekuwa gumzo kila mtaani. Kila sehemu unapopita, Kendi, 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 Kendi. Yaani hapa yenyewe mimi navumilia basi. Najikaza ile kwa sababu ndo ndugu, damu nzito. Yaani baby. Yaani kitu ambacho hujakifanya ni wrong decision. Yaani umejua kupangilia nguo, yaani sehemu nzuri, location nzuri. Yaani umejua kunifurahisha sana. Unajua nikwambie kitu. Baby, unavyoona mafanikio bila wewe sio chochote. Hata mimi pia sikuwahi kuamini kwamba kuna siku na mimi nitakuja kuwa na duka, nitatoka nyumbani, nitakuja kazini. Hata mimi pia sikuwahi kuwa na hiyo imani kabisa. Umeelewa? Lakini mpaka leo hii nimesimama katika duka hili. Baby, ni kwa ajili yako. Yaani baby huwezi kuamini. Yaani ndoto yangu kubwa ilikuwa ni hii. Yaani umejua kunifurahisha. Yaani najua Mungu atazidi kufanya mambo mazuri zaidi ya haya. Yaani tutakuwa na sehemu nyingi na nzuri zaidi. Ni uvumilivu tu na juhudi. Asa bibi, kwa watu ambao tumefika hapa, mimi ni nani? Mimi ni nani mpaka nipindue kwako? Yaani mimi ni nani mpaka nichomoe kwako? Nakupenda. Umeziona nguo zilipokuwa nzuri? Kama ile pale. Ndio. Kuna hii, kuna ile. Ziko yani. Bibi, hapa kuna nguo nzuri, hapa kuna nguo mbaya. Yaani nguo ni nzuri sana. Nimefurahi. Na mimi nataka ile pale. Hivi. Ununulie ile pale. Hivi. Ila kutosha. Sio hiyo bwana. Kuna hiyo hapo nyuma yake hiyo. Haya sawa, nimekuelewa. Na hata hivyo swala la kwenda kwa mganga nilifanya maamuzi kabla ya kuja hapa. Kwa hiyo nielekeze tu. Yaani sitaki kupoteza dakika wala sekunde. Nimechoka na masimango ya watu. Nataka kuwa mtu mpya sasa. Sawa. Haina shida. Sasa unapofika Mbagala Kuu stendi, kuna njia imenyoosha. Moja kwa moja ni Mgeni Nani Mwisho. Sawa. Mgeni Nani Mwisho pale, unapofika pale kuna mapanda njia. Unapaswa uingie kulia. Kuna mzee maarufu sana pale wanamuita mzee Sakabana. Ukishafika kwa mzee Sakabana, ukimuuliza mzee Sakabana anahitaji kwenda kwa mganga wa kienyeji, basi umefika. Huo ndo utakuwa ni msaada wangu. Sawa. Nina imani kwamba nitapona kwa sababu nimefanya kila njia, nimeenda hospitali zote. Tatizo langu limegoma kutibika. Hata Mungu pia atanisamehe kwa uamuzi niliofanya. Najua kwamba kumwamini mganga si sawa mbele za Mungu, lakini yeye pia anaelewa maumivu yangu. Nakushukuru kaka kwa muda wako. Sawa. Kusema kweli kaka zangu mngeamua kusimama na mimi toka mwanzo, huenda sasa hivi tatizo hili lingekuwa limekwisha kabisa. Lakini hakuna shida, asante. Ndio hivyo, Mungu akupenda ndo sasa amependa sasa. Unaweza ukaenda, safari njema. Sawa, kwaheri. Sawa. Mungu akutangulie kwa unapopenda.
Hii gari sasa hivi mimi naona inanichanganya kichwa. Ni juzi tu hapa tumetoka kuifanya service. Leo dereva akafika Morogoro tu hapo. Piga simu anasema imekongoroka. Tena. Anyway, butu achane kwanza na hayo. Mwanangu Wembe. Mimi nimekuita hapa na mama yako. Tuna mazungumzo kidogo. Unajua sisi tuko kama wazazi wako. Lazima tukae tutafakari ni kitu kipi hasa kitakuwa bora kwa mustakabali wa maisha yako. Kwa hiyo usichoshwe na vikao vya mara kwa mara. Sawa? Mimi nilivyokuwa umri kama ukako wewe, wazazi wangu walikuwa wakinihusia sana juu ya jambo fulani au vitu fulani. Lakini nilikuwa siafiki yale ambayo wao walikuwa wakinishauri kwa kipindi kile. Nadhani pia ni kutokana na umri nilokuwa nao, kwa sababu kadri siku zilivyokuwa zikizidi kwenda, nilivyokuwa nakuwa baadaye nilielewa. Haswa mume wangu. Si unakumbuka kipindi kile tunaanza kuposana? Tulikuwa tunaona kabisa wazazi kama wanatuingilia maamuzi yetu. Lakini mwisho wa siku tulikuja kutii. Tumefunga ndoa, tukampata kijana wetu, halikadhalika tuna maisha yetu tu mazuri. Sasa mwanangu, kikao hiki ni kwa sababu yako wewe. Umri unaenda baba. Unahitaji kupata mwenza wako. Ifike hatua mwanangu, na wewe pia uwe na maisha yako, uanzishe familia yako. Unataka kuoa ukiwa na umri gani? Kwa sababu sasa hivi kuna wimbi la vijana wengi ambao nyinyi wenyewe mnasema wameleft sijui grupu, sisi hatujui maana yake, lakini wapo. Usinitie wasiwasi mwanangu. Sitaki mashaka mimi. Hata wanawake wenzangu kila siku wanafanya harusi za vijana wao, mimi nachanga tu. Kila siku mimi ni mtu wa kuchanga tu. Mpaka lini? Nataka na mimi pia siku ya ndoa yako mwanangu na mimi nirudishiwe hisani zangu. Nionekane mama Wembe naye sasa hivi naye ana mtoto anaoa. Kijana wangu, usinitie mashaka. Sitaki mashaka. Ina maana mwanangu pita zako zote hizo hujapata mwenza wako unayojua kabisa huyu mimi naweza nikaanzisha naye familia. Wazazi wangu, mimi naelewa kila neno ambalo mnalizungumza. Na isitoshe mimi naamini kwa umri wangu mimi sidhani kama kuna neno ambalo mnaweza mkalizungumza mimi nikashindwa kuelewa maana yake. Lakini kuna baadhi ya vitu kwenye maisha ili uvifanye inahitaji maamuzi. Pia nikitafakari kwa kina naona kabisa kwamba maisha ya ndoa kwangu ni kama mashindano ambayo naenda kushindana bila kujua ambaye ninashindana naye. Unamaanisha nini? Ilikuwa mimi na yeye tulopita wote, mwenzangu amesahau. Maumivu ameniachia mimi, mvumilivu, mbivu na kula siamini. Haya ndo malipo ya upendo wangu kwako, ndo malipo ya busara zangu kwako. Kwani mimi nilipatwa na nini kukuamini? Yani umeenda. Kwani aloumba mapenzi ni nani? Aje tujuane, nimueleze yaliyoko moyoni. Kwa nini anichome? Huwa yaona machozi yanatiririka, na mimi siwezi, moyoni vidonda. Kama kupenda sitaki tena. Ilikuwa mimi na yeye tulopita
yalopita wote, mwenzangu amesahau. Maumivu ameniachia mimi, mvumilivu, mbivu na kula siamini. Haya ndo malipo ya upendo.